ambayo imetajwa nitakayoihudhurisha kwa idhini yake Allah ni mada tafakuri. Tafakuri ya hutuba ya mwisho ya kiongozi wa umma Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Tunakumbuka kuwa katika historia ya Uislamu mwaka wa 10 baada hijra yake Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alifanya hija ya kipekee, hija yake ya mwanzo na hija yake ya mwisho. Katika hija hiyo, pamoja na kuasisi mafundisho ya ibada ya hija, lakini jambo kubwa kabisa la kukumbukwa ni hutuba yake ya mwisho ya kuuaga umma ambao yeye kaletwa kwao na akautoa uhai wake wote kwa ajili ya umma huo, akatoa kila kitu katika maisha yake kwa ajili ya umma huo. Huu unaitwa ummati Muhammad, umma mtukufu kabisa, umma ambao ni umma bora uliotamaniwa na mitume wakubwa waliotamani wangekuwa sehemu ya ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Khutba hii aliwasilisha siku ya Arafa, akairudia tena yaumu nahar, siku ya kuchinja, na kwa uzito wake akairudia katika ayamu tashriq. Kwa kukariri huko inatuonesha kuwa bila shaka Rasulullah sallallahu alayhi wasallama alikuwa amebeba nasaha mzito kabisa za kuuaga umma wake. Na kabla ya kuzungumza alisema, ya ayuhan nas isma'u, enyi watu sikilizeni. Kwa hiyo hii hutuba katika tafakuri yake hakuwa anazungumza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Waislamu, alikuwa anazungumza na wanadamu wote. Yeye ametumwa rahmatan lil alamin, ametumwa akiwa ni rahma kwa walimwengu wa binadamu, walimwengu wa samaki, walimwengu wa mimea, walimwengu wa miti. Lakini kwa sababu waliobeba amana ya usalama wa walimwengu wengine ni wanadamu, ikawa hutuba hii amewaelekea wanadamu wote. Na yaliobebwa na hutuba hii sio kwamba anahitajiwa na Waislamu tu peke yao, yanahitajiwa na wanadamu wote, bila kujali dini, bila kujali taifa, bila kujali kabila. Kwa hiyo anazungumza na watu, isma'u fala'alli la alqakum ba'da ami hadha. Akasema, enyi watu sikilizeni, mimi huenda, na huenda hii sio ya maana ya Kiswahili. Uzuri pembeni yangu niko na mwalimu wangu wa balagha. Huenda hii ni bitakidi kwamba mimi sitakutana na nyinyi fi mithli hadha almawqif, sitakutana na nyinyi katika mawqifu kama hii tena baada ya mwaka huu. Sasa hata sisi katika dunia yetu, maneno ya mwisho ya mtu ambaye anaondoka duniani yanachukuliwa kwa uzito mkubwa sana. Je, maneno ya kiongozi wa umma ambaye uhai wake, maisha yake yote na kila alichokimiliki kakitoa kwa ajili ya umma wake, yatakuwa na uzito kiasi gani? Kwa nini tuiangalia hutuba hii katika muktadha wa baraza letu la Eid kama hili? Hili baraza la Eid limebeba anwani, limebeba kauli mbiu. Kauli mbiu ambayo ni muhimu sana kwa wakati huu tulionao. Kimsingi hutuba hii ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kuaga imebeba nasaha ambazo tunazihitajia kwa ajili ya islahi ya dini na kwa ajili ya islahi ya dunia yetu. Na kwa mtambuka wa maudhui
upana wa maudhui zilizoguswa na hutuba hiyo hazikuacha jambo lolote katika maisha ya mwanadamu. Haikuacha hutuba jambo katika majambo yanayohitajika kwa ajili ya islahi ya dini, halikuachwa. Wala hayakuachwa majambo ambayo yanahitajika kwa ajili ya islahi ya dunia ya mwanadamu. Kwa sisi, kwa muktadha wa baraza hili, tutayachagua maudhui, tutachagua jumbe zilizofikishwa na hutuba hiyo ambazo zinaendana na muktadha wa baraza letu la Eid na muktadha wa taifa letu katika wakati huu tulionao. Ingawa hutuba hiyo ni pana na imeshiba maudhui yake katika majali yote ya maisha ya mwanadamu na katika majali yote ya dini. Ndugu zangu, sisi tunahitaji sana islahi ya dini kama nyenzo kwa ajili ya islahi ya dunia yetu. Kutengemaa kwa dunia yetu kunahitaji kutengemaa kwa dini. Siku dini isipotengemaa, hii dunia haitakuwa salama. Ndio ukakuta katika hutuba ile akaanza na misingi ya dini. Misingi ya dini. Ili dini iwe hai, akaanza na misingi ya dini. Lakini natamani kabla sijaanza kuiingia ndani hutuba, tuangalie tu ule mjengo wa hutuba na tafakuri yake kwa wakati huu tulionao unatuambia nini. Ile hutuba namba 1 ilikuwa imebeba nyanja zote katika maisha ya mwanadamu. Amezungumza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juu ya tauhid, akazungumza juu ya ibada, akazungumza juu ya maisha ya kila siku, akazungumza juu ya uongozi, akazungumza juu ya makundi dhaifu katika jamii zetu. Mtambuka huu, upana huu unatuambia kuwa sisi kama Waislamu, dini yetu tukufu ya Uislamu haijagawa maisha kukawa na maisha ya dini na maisha ya dunia. Siku tutakapofanya hivyo, ndiyo yatatokezea haya tulionayo sasa. Waislamu kwenye mambo ya kijamii, kwenye mambo ya kitaifa hawaonekani, hawasikiki. Ikaonekana kwamba wanaopiga kelele ambazo ni za kuwapoteza watu, ikaonekana kwamba ndio wako sahihi. Leo kwa mkao wa namna hii tulivyokaa, zimekosekana tauhidi mbili. Mwanazuoni mmoja anasema umma huu hautotengamaa mpaka ipatikane tauhidi mbili. Sasa ni fikra ngumu kidogo. Tauhidi ni moja, lakini mwanazuoni anasema kuna tauhidi mbili: tauhidul kalima wa tauhidul umma. Wahdatul kalima na wahdatul umma. Sasa tukikosa umoja wa sisi kama umma, kama Waislamu, hatuwezi kuwa pamoja, hatuwezi kusimama kama kundi moja kwenye mambo ya kijamii, kwenye mambo ya kitaifa. Ukamkuta Muislamu naye anapiga chapuo ajenda za waharibifu. Huu ni msiba. Huu ni msiba. Ni msiba mzito kabisa. Yaani Muislamu atakaposimama katika wakati huu tulionao, naye akaimba wimbo wa no election no reform, huu ni msiba. Na mbaya zaidi akivaa koti au joho la shekhe, huu ni msiba. Huyu atakuwa wasia wa kiongozi wetu atakuwa inma. Na amekataza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anawaambia Waislamu, la takunu inma, msiwe wafuata mkumbo. Idha ahsana an-nasu ahsantu wa in asau asaitu. Mimi watu wakifanya vizuri nitakwenda nao, wakifanya vibaya naenda nao. Muislamu si mtu wa kufuata mkumbo. Kwa hiyo mtambuka huu unatuambia kwamba
wa maudhui ni kwamba sisi mambo ya kijamii kama Waislamu lazima tuonekane. Ndio wito ukatolewa hapa. Kila mwenye sifa ya kugombea ngazi yoyote ile ya uongozi akagombee, lakini sio urais. Rais tayari tunaye. Na usio rais wa Waislamu. Ni rais aliyechaguliwa na Allah yeye mwenyewe. Au nyie muone? Sio hivyo? Ndio hivyo. Allah yeye mwenyewe ndo kamchagua. Kwa hikma yake yeye Allah na kutujua wa Tanzania na hali tuliokuwa tunaipitia, akatuona unyonge wetu, udhalili wetu, watu wanakimbia nchi yao, watu wanafunga maduka yao, watu hawezi tena kufanya biashara. Yeye Allah tabaraka wa taala akaingilia kati, akasema sasa nakuleteeni rais. Na rais huyo alipoingia tu akasema mimi sitaki kodi za dhulma. Wewe ulisikia wapi rais wa nchi anasema hivyo? Subutu. Kila rais anataka kukusanya tu mapato. Yeye anakataa mapato ya dhulma, anasema sitaki kodi za dhulma, nataka kodi za haki. Na anawarudisha wale waliokimbia nchi yao, anawarudisha. Na anawatoa kwenye lockdown wale ambao walipigwa lockdown ya kisiasa, anawarudisha mtaani. Sasa ushiriki wetu wa Uislamu kwenye mambo ya kijamii, hutuba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inatuambia Uislamu sio huu wa kuishia msikitini. Ikawa huku kingine kwenye mambo ya kijamii, mambo ya kitaifa hatupo, lazima tuwepo. Tupeleke watu sahihi. Lakini jambo la pili kwenye ule mjengo wa hutuba yenyewe ni kwamba katika mabadi ya ile hutuba, katika misingi ambayo aliinadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika hutuba yake ya mwisho, katika wakati wa nguvu, wakati wa utawala, dola aliyoisimamisha ni dola ambayo inaheshimika dunia mzima. Tukumbuke kuwa wakati huu wa hija ya kuaga ndio ilikuwa tayari wakati ule ambapo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ameutangazia ulimwengu kwamba Uislamu ndio super power. Wakati ule Roman Empire ndio ilikuwa inaitikisa dunia. Yeye kabla hajaondoka hapa duniani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kawapelekea jeshi nyumbani kwao kwenye ardhi ya Roman Empire, na akawasubiri. Akakaa kwa zaidi ya wiki 2. Hakuna aliyetokea, akatangaza usuper power wa dunia. Sasa wakati huu anatoa hutuba, misingi ya ujumbe kwenye hutuba kinachotupa mazingatio ilikuwa ni ile misingi ya ujumbe ambayo yeye aliinadi katika wakati wa unyonge akiwa Maka. Katika wakati wa udhaifu, katika wakati wa unyonge, katika wakati wa udhalili, hakubadilisha misingi. Jambo hili linahitajiwa katika siasa zetu za leo. Siasa za kidunia leo limekosa jambo hilo. Wanaomba uongozi, wanaomba madaraka. Wakati wa kuomba wanakuwa wanyenyekevu, wasikivu, wanajua kwao walikozaliwa, wanaweza sasa kuishi na ndugu zao, wanaweza kutafuta matatizo yalipo, sio kuwatafuta wao. Wanayatafuta matatizo yalipo, wanatatua changamoto zilizokuwepo katika maeneo yao. Lakini subiri wapate hayo madaraka. Wakipata madaraka wanabadilisha lugha. Sasa lugha zao ni lugha za watawala, ni lugha za kuamrisha, sio lugha za kuomba. Ukimkuta kiongozi ambaye habadilishi mabadi, misingi ya ujumbe wake, misingi ya maneno yake, na misingi ya matendo yake, misingi ya tabia yake katika kuomba uongozi na akiwa kiongozi, ujue huyu ni kiongozi sahihi. Ujue huyu ni kiongozi sahihi.
Kwa hiyo huu mjengo wa hutuba unatuambia kuwa kumbe kiongozi sahihi anatizamwa kwa tabia yake, mwenendo wake. Na mimi niwape kongole CCM, nilimsikia katibu mkuu wa CCM akizungumza, akasema kwamba hatutampeleka anayeomba kugombea kwa wananchi mpaka tumchunguze tabia na mwenendo wake. Haya ni mafundisho ya Uislamu. Yaani huwezi kukimbia Uislamu. Wewe utaufuata Uislamu ukiwa unajua au ukiwa hujui. Hayo ndiyo mabadi na hiyo ndiyo misingi ya kiongozi. Anachunguzwa tabia, hasikilizwi sera na kampeni na nini. Kwa ufinyu wa muda niingie undani wa maudhui zilizowasilishwa katika hutuba hii ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, japo kwa kuchagua. Msingi wa kwanza, kama nilivyosema, dini, islahi ya dini, kutengemaa kwa dini ndiko kutengemaa kwa dunia. Salama ya dunia inahitaji kutengemaa kwa dini. Ndio maana kwenye tamko letu kiongozi wetu akaipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuruhusu masomo ya dini, takhasusi za dini kuwa sehemu ya masomo, sehemu ya takhasusi zinazotambulika na dola. Ni kwa kuzingatia hilo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Nimekuachieni misingi miwili ambayo mkiikamata hamtapotea nyinyi, hamtapotea kwenye dini yenu, hamtapotea kwenye dunia yenu. Kitabullah wa sunnati, kitabu cha Allah na sunna yangu. Hii ni misingi miwili ya dini ambayo tukiikamata tutapata salama ya dunia, tutapata salama ya kesho akhera. Tukipoteza misingi hii miwili, hatuna la kwetu duniani, hatuna la kwetu akhera. Hapa duniani tutaishi kwa udhalili na kesho akhera itakuwa ni balaa kubwa. Allah tuepushe na hilo. Akasema mwanazuoni wa Pakistani, ameandika kitabu chake Madha khasira al-alam binhitati al-islam, ulimwengu umepata hasara gani kwa kutokana na Uislamu kuporomoka, hii misingi miwili kutokuwepo. Akataja mle madhila ambayo dunia imeipata kwa sababu ya Qur'ani na Sunna kutokuwa na nafasi katika maisha ya watu. Hata nafasi kama hii ambayo leo tunaona Chama cha Mapinduzi inatambua kwamba kiongozi kabla hajapigiwa kura kule, hajaenda kusema uongo kule, kuwaongopea watu juu ya yeye na anayotaka kuyafanya, angaliwe kwanza tabia yake. Haya yote ni matunda, ni faida ya mafundisho ya dini. Hata kama anayeyatekeleza hakusudii kutekeleza dini, lakini muda atakapoyaepuka haya mafunzo hata kuwa salama kwenye dunia yake. Kwa hiyo ujumbe wa kwanza, sisi kama Waislamu, jamani, chonde nafasi ya Qur'ani na Sunna. Qur'ani katika familia zetu, Qur'ani katika taasisi zetu, Qur'an na Sunna. Uislamu nafasi yake. Siku sisi tutakavyotafuta kutoka nje ya Uislamu, tutakuwa tumejitia kitanzi, tutakuwa tumejitia lockdown. Na haya ni maneno ya Saidna Umar radhiyallahu anhu, maneno yake maarufu yameandikwa katika kutubi sira, yameandikwa katika vitabu mbalimbali, akiwa anasema nahnu qaumun azzana Allahu bil Islam, sisi ni watu ambao tumepewa utukufu, tumepewa izza na Uislamu. Siku tutakavyotafuta izza, siku tutakavyotafuta mafanikio, siku tutakavyotafuta heshima nje ya Uislamu, basi ni mahala ambapo tumepata udhalili. Basi dini tukufu ya Uislamu kwa kuienzi amani ikaweka hili swala la amani ambalo ndio linasimamia misingi mitatu ya uhai wa mwanadamu, mali ya mwanadamu na heshima ya mwanadamu.
Hili ni swala tukufu kama ulivyokuwa utukufu wa mwezi katika miezi mitukufu, wa siku katika masiku matukufu, wa mji katika miji mitukufu. Nimalizie kwa kusema kwa hakika hakuna kilichoachwa katika ujumbe wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika hutuba yake ya kuaga, hata swala ambalo leo tunaliona la wanawake, vilio vya wanawake katika majumba yetu, katika taasisi zetu, katika mitaa yetu. Manyanyaso ya wanawake ni jambo ambalo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliliona kwa macho yake mawili ya utume, na akamuona mwanamke namna ambavyo atadhalilishwa, atanyongeshwa, atapotezwa, akatumiwa na watu kwa maslahi yao, akauzwa yeye mwenyewe, akafanywa bidhaa, na viungo vyake vikafanywa bidhaa, na kila kitu chake kikafanywa bidhaa. Leo tunashuhudia dunia ambavyo imempotezea mwanamke hadhi yake, na sisi Waislamu ni watu ambao tumemheshimu mwanamke, tunamheshimu mwanamke, tunamthamini mwanamke, tunamtunza mwanamke. Ndio maana uweze kusikia Muislamu hata kama ni wa chama tofauti eti anamkejeli rais kwa sababu tu jinsia tofauti. Ukimkuta huyo ni jahil katika dini yake. Ndugu zangu, tuyaishi maneno ya ujumbe wa mwisho wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hakika ni islahi ya dini yetu na dunia yetu. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.